أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وتوفيق يا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuliweza kukamilisha nukta 3 za kimsingi kama maingilio ya bahthi ambayo ndiyo mada ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Nukta ya kwanza tulizungumzia nafasi ya ndoa katika Uislamu iko na nafasi gani. Nukta ya pili tukazungumzia malengo ya ndoa kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu. Kataja malengo 10 kama mfano, sio yote. Nukta ya 3 tukaizungumza haraka yana hukumu ya ndoa katika Uislamu na ikhtilafu za wanazuoni ziliopo kati ya wenye kunena kwamba ndoa ni lazima, ni wajibu, na kati ya wale wenye kunena kwamba ndoa ni sunna, na kati ya wale wenye kunena kwamba ni wajibu lakini ni wajibu kifai, si wajibu aini kwa kila Muislamu, lakini ni lazima baadhi waoe kwa sababu ya kuhifadhi kizazi na ubinadamu. Kwa ufupi ni masala ambayo sitosimama nayo kwa sababu yana tabia fiqhi, yani yatatukua kwenye mielekeo ya kifiqhi ambayo itakuwa ni mambo marefu ya kuingia kwenye dalili, lakini kimsingi ilitoa natija kwamba mashhur, kauli inayojulikana zaidi na inayotumika zaidi kwa madhhabi yote mawili, madhhabi ya ahli sunna na madhhabi ya mashia, ni kwamba ndoa ni sunna kimsingi, lakini yaweza kubadilika ndoa kwa baadhi ikawa ni wajibu pindi wanapokuwa kutooa yaweza kuhatarisha masala ya kujilinda na maasi, yani waweza kuanguka kwenye maasi. Mpaka sasa tukizungumzia kitu ambacho hatujakijadili cho wenyewe ni nini. Tumezungumza nafasi ya ndoa katika Uislamu, tumezungumza malengo ya ndoa katika Uislamu, tumezungumza hukumu ya ndoa katika Uislamu, lakini ni nini ndoa? Tunapoangalia Uislamu na Uislamu tuzungumzia Qur'ani, tuzungumza na hadithi, na kwa mujibu wa kuwa Qur'ani imeteremka kwa lugha ya Kiarabu,
na hadithi za zungumza lugha ya Kiarabu, twaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fungamano hili ambalo linalopatikana kati ya mwanadamu mwanamume na mwanadamu mwanamke amelitaulia ina, kama ya alivyoyataulia maina mafungamano mengine tofauti mbalimbali au miamala anayoifanya mwanadamu. Leo tukirudi katika fiqh ya Kiislamu tupata kuna muamala waitwa muamalatul bay', amala wa watu kuzaniana. Kuna muamala wa mkuliwa muamalatul ijara, watu kuajirishana. Kuna muzaraa, kuna musaqat, maina tofauti tofauti ya milango yanaohukumu alaka, mafungamano ya watu ya kimuamala. Na ndoa ni moja katika mafungamano ya kimuamala kati ya wanadamu. Tupata kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia Qur'ani na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia hadithi kumetumika maina mawili kwa mkuli wa fungamano hili. Kumetumika azawaj na an-nikah, yote maina mawili yaeleza ndoa. Na ndipo pale msikitini unaposikia mara waambiwa zawajtuka na mara waambiwa ankahtuka, na zote zamaanisha maana mamoja. Lakini kwa nini hatusimami katiti tukataka kutafuta maana ya kilugha kwanza ya maneno haya mawili, kisha tutakapokupata maana ya kilugha itatubunia sisi fikra japokuwa si kamilifu ya kwa nini fungamano hili likaitwa kwa majina haya, na litaweza kutuweka sisi katika mahala ambapo panapotakikana kwa mujibu wa ina. Tutajua kwamba ismun yadullu ala musamma, kwamba lile ina laonesha kile kinachoamkuliwa kina nini mpaka kikamkuliwa kwa ina lile. Tukitaka kufupisha na kutoyafanya marefu, tembea katika kitabu za lugha za Kiarabu kutoka Munjid, Lisanul Arab, Kamus, nini zote ukenda kwa ufupi utapata haya maana yatumika hivi. Tukitukua neno zawaji la kwanza, waona Waarabu hunena zawaja shay'a bishay'i, tumika katika lugha zawaja shay'a bishay'i. Ukiwauliza maana yake ni nini hii sentensi, watakwambia maana yake qaranahu bihi wa khalatahu bihi. Unapotukua kitu ukakizawiji na kitu, Waarabu wamaanisha kwamba umekifungamanisha ama umekitangamanisha. Huja katika maana ya muqarana au huja katika maana ya mukhalata, kutanganya. Kama unapotukua stari au chumvi ukaitia ndani ya maji ukakoroga mpaka ile sukari ikapotea ndani ya yale maji, utasema kwamba maji yametangamana na nini? Na sukari. Kwa hiyo waweza kutumia kilugha zawaja sukara bilmai, ameitanganisha sukari na mai zikaingiana, lakini mpaka zikatangamana kwa kadri ambayo huwezi kurudi kuzipambanua. Ndio maana ya zawaji. Ukija katika maana ya nikah, Waarabu hutumia katika nikah, hunena nakahal matarul ardha, mvua ikinyesha uteremka kwenye ardhi. Ikisha kuteremka kwenye ardhi huimiza ile mvua na ikatangamana. Ala kulli hal, Waarabu
hunena nakahal matarul ardha. Mvua inaposhuka kwenye ardhi na ardhi ikaimiza mvua, yale mai yakatangamana na ardhi, huya wakatumia neno la nikah. Kwa sio kaifasiri jumla kama hii pengine imepita nakahal ardhu nakahal matarul ardha, kanena mvua imeioa ardhi kwa maana ya ndoa. La, ni kwa maana ya kuvaana na kuingiliana na kuoana, kutangamana. Hili ndio neno zawaj katika lugha kwa ufupi, na neno nikah katika lugha pia kwa ufupi. Kupitia maana hizi za kilugha tutaweza kupata sababu ya kimsingi ya Uislamu kutagua matamshi haya mawili kuyatumia katika fungamano hili la kindoa. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', anapotumia neno fankihu, oani, atumia neno la nikah. Au anapokuja kutuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kwa hivyo zawaj na nikah ni zitu ziwili zaingiliana kila upande kwa kadri ambayo kwamba huwezi kupambanua baada ya kuingiliana, na haziingiliani kiupande fulani bila ya upande fulani. Hapa nakusudia wakati watu wawili wakioana, mwanamume na mwanamke wakioana, ni lazima waoane kimwili, kwa maana ziwiliwili ziingiane. Waoane kiakili, kwa maana akili mbili zivaane. Waoane kiruhu na kinafsi na kimoyo, kwa maana ruhu zao, nyoyo zao na ziwiliwili zao, kwa maana nyoyo zao, ziwiliwili zao, ruhu zao zifanye nini? Ziingiliane na zioane. Hapa ndipo mahala ambapo patakuwa limeweza kutumika hili neno kilugha mahala pake. Katika istilahi ya wanazuoni, katika lugha maana ya zawaji na nikah ni hii tuliyoieleza. Katika istilahi ya wanazuoni, sisi tuelewa kwamba fiqhi yagawanywa zigawanyo ziwili. Ulamai wetu wamekuja kuigawanya fiqhi, kuna ibadati na muamalati. Leo ukizungumza swala, ukizungumza saumu, ukizungumza haji, waambiwa wewe wazungumza ibada. Lakini ukizungumza masala ya bei, masala ya nikaha, masala ya ijara, wewe wazungumza muamala. Lakini katika miamalat pia wamerudi, na hapa ndipo ninapopataka mimi nataka tupasikize kwa uzuri sana. Katika muamalati wanazuoni wameigawanya miamala sampuli tatu. Hii miamalati tunayoifanya katika mambo ya bei kifikihi iko sampuli tatu. Kuna miamala wayamkuwa aqdun, kuna na miamala
wayamkuwa iqa'un, kuna na miamala wayamkuwa hukmun. kuna aqdun, iqa'un na hukmun. Aqdi ni kila muamala ambao kwamba wahitaji ijabun wa qabul. Hizi kazi zote zinaweza kushughulikiwa na mtu mmoja au wawili tu peke yake. Wenda huku kukirudiwa huku hutoa timing darasa. Aqdi ni kila muamala ambao wahitajia ijabun wa qabul. Kwa maana ni lazima tunene bi'tuka, ule mwenye kuzanya akwambie bi'tuka, nimekuzanyia, na ule mwenye kununua anene qabiltu, nimekubali. Hiyo ndo maana ijabun wa qabul. Hiyo huwa mkuliwa aqdun. Ndio utasikia mkuliwa aqdun nikah, aqdul bay'. Ama iqa ni kila muamala ambao kwamba watosheka na ijab, hautaki qabul. Kama talaka zahesabiwa ni katika iqaat. Kwa hivyo haimaanishi kupita talaka mwanamume amwambie mwanamke talaqtuki, mwanamke anene qabiltu ndio talaka ipite. La, bi mujarrad wa kumwambia talaqtuki au kumwambia anti taliq, talaka imeshafanya nini? Imeshakupita. Akubali asikubali, haina mizani katika kusihi ile talaka yenyewe. Hiyo yamkuwa iqa. Ama hukmu ni kila muamala ambao kwamba hautaki sigha kabisa, hautaki la ijabun wala qabul, hautaki ijabu kunena wala kukubali. Kama mirathi leo amekufa mtu, mawarithi wake kila mmoja wakitunda kiavanya kwa mafungu, kila mmoja akishikandia kenda zake, imesihi mirathi. Wala haina haja mimi nimekupa fungu lako amwambie mimi nimekubali. Yani hakuna haja ya kunenwa. Almuhimu ni kile kitendo kufanya nini? Kutendeka, kuisha kazi. Kwa hivyo nikah iko katika uqud. Ikiwa iko katika uqud, ndipo tutakuja kuwaelewa wanazuoni wanaponena kwamba ndoa ni sigha. Sigha ni kinena ni sigha, yani ni maneno, lazima ipitishwe kwa maneno. Ni sigha ta'aqudiyya ya aqdi, inaotaji ijabun wa qabul, inaojengwa juu ya msingi wa kuoana kati ya mwanamume na nani na mwanamke, inaofuatiliwa na majukumu na hukumu. Kitu tunachokitaka sisi si fiqh. Kitu tunachokitaka sisi ni nini tofauti baina ya kunena zawajtu na qabiltu, kabla ikawa nyinyi ni mume na mke, kabla mkawa nyinyi si mume na mke mkifanya mwazini, baada kwa dakika moja mmekuwa ni mume na mke mkifanya ni ibada. Maneno ambayo kuyatamka hayazidi nukta 30, wataelea sunna marefu, lakini ile yenyewe ambayo yapasisha sasa kukwambia huyu ni mumeo na huyu ni mkeo, ni maneno, ni nukta kadhaa. Ni akwambie zawajtuka fulana binti fulani bimahri kadha, umwambie qabiltu zawaj. Kuisha kazi. Hata ile qabiltu zawaja sisi tunaelewa unena qabiltu zawajaha wa nikahaha bi siju fulana bintu fulani bimahri almadhkur, zile zote ni sunna. Asli ni ule mwenye kukwambia akwambie zawajtuka fulana binti fulan bimahri kadha, wewe umwambie qabiltu zawaji. Tabani qabiltu zawaji ni hoyo latayo na hayo mahari, kwa takuwa wengine ngalikuwa mambo mengine. Almuhimu ni ule mwenye kunena ashataja, ule kadhi ama ule shekhe anakuoza ashakwambia mimi nimekuoza Fatima binti fulani, sawa, kwa mahari shilingi
240, sio bojo jamani. Kwa mahari shilingi 240, huna haja tena wewe unene kwamba mimi nimekubali kumuoa Fatima sijui binti fulani kwa mahari shilingi 240. Zile ni sunna. Lakini mujarrad ukinena qabiltu zawaj, kisha kupita. Sasa suala ni hili, baada ya kunena haya maneno imekuwa ni halali, kabla ya haya maneno ni haramu. Kwa nini? Sayyid Muhammad Hussein Fadhlullah katika kitabu chake kingine, sicho kile cha jana ndio nena jana, katika mazungumzo yake alizungumza katika Dunyal Mar'a, ana kitabu kingine akiita Ta'ammulatun Islamia Haula al-Mar'a. Anena ndoa kupita na kutopita ni uamuzi wa Mungu, si mimi kunena, kwa sababu ile ni hukumu ya Mwenyezi Mungu. Ni Mwenyezi Mungu akisha kunena kwamba mimi nishakubali huyu ni mume na mke, ushakuwa mume na mke. Na Mwenyezi Mungu katika kupitisha matakwa yake ametaka yapite kupitia maneno yetu. Kitu cha kwanza, ili wakati mimi ninaponena zawajtu na yule anaposema qabiltu, hapo ndipo yanapopita matakwa ya Mwenyezi Mungu, kama matakwa yake mengi yanaupita kupitia sababu. Kwa ila Mungu akitaka kumea miti, hakuna haja ya kunyeshwa mvua wala kutia mbeu wala samadi wala mbolea wala dawa wala nini, ungelimezwa mtu. Lakini Mwenyezi Mungu ametaka ni ile kupitia sababu hizi, na ataka ndoa ije kupitia maneno kwanza. Pili, katika kule kunena, ndoa si bustani yenye mawaridi na asmini peke yake. Ndoa ni bustani au ni shamba yenye kila sampuli ya mimea ndani yake. Ndani kuna mawaridi, ndani kuna miasmini, lakini pia ndani kuna mbilili, ndani kuna minga, ndani kuna yani kama vile shamba yoyote, kama Mwenyezi Mungu atuambia nisaukum harthun lakum, ni mashamba. Kwa hivyo tarajia kwenye shamba lolote kuna miti ya kila sampuli. Kuna changamoto, kuna raha, kuna majukumu, kuna raha, kuna shida, kuna maudhiko. Sasa yale ambayo wenda kuingia wewe kabla huyaya pale msikitini kuwetwa, kuozwa, wewe ulikuwa uko huru. Ukitaka kuingia nyumbani saa 7 usiku, ukitaka kuingia nyumbani saa 8, ukitaka kupitisha siku 3 uende, ukitaka kutokonda kula nyumbani kabisa. Yani uko huru, tasarraf azim vile unapotaka. Ukija ukiingia kwenye ndoa, wewe waingia katika majukumu na pingu aina fulani, lazima uzikubali. Na kuzikubali pingu zile si maana kuwa mpungufu katika uume wako, bali kukamilika katika kufahamu kwako uume wako. Sasa pingu zile wakati ukitaka kuzitia, Mungu ametaka uzitamke mwenyewe, ili usinene umepokonywa uhuru wako, wala umefaradhiwa kwamba haya majukumu na yaangata mimi mwenyewe, qabiltu, nimekubali kuangata mzigo huu. Kwa sababu leo watuambia kila mtu akihusishwa katika mambo ndiyo huona yeye katika kuyatekeleza atakuwa ahusika pia. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu ametaka ile ndoa kuhusishe wewe mwenyewe katika kuyanena na kuyakubali yale ambayo kwamba wewe utayaangata, ili keshole usizunguke ukatulaumu mashehe tulokuoza wala nani. La, ni pale ulitamka kwa irada yako na uamuzi wako na uhuru wako, ukanena qabiltu azawaj. Hata watu wana yale maneno ya dhihaka, unena nimekubali kuchukua mzigo wangu sijui na nini nenda nikaoe. Kwa hivyo ni mzigo ambao watakania, wataka na ikhlas katika kwenda kuutekeleza. Sitokwenda sana hapa katika masala ya kuieleza maana ya ndoa, lakini nikupenda tu kufahamikane katika masala ya kuvaana, kuoana, kuingiliana, kutangamana.
mume na mke, kiruhu, kiakili, kifikra, kihisia, mpaka mwisho utakapokumaliza kila kitu kinachooa. Lakini kuna watu huoa nusu, nusu hawaoa. Bali na malengo niliyoyazungumza katika kuoa yategemea vile unavyoitasawwa. Kuna watu huoa kimwili, hawaowi kiakili wala kiruhu, kwa sababu katika kuoa kwao humtaulia mwili tu aowe, hawaitauli akili yao iowe, wala hawaitauli hisia zao ziowe, wala ruhu yao wala nafsi yao iowe. Ndipo pale hubaki ndoa ikawa ndoa ya kimwili, lakini hakukuoana, hakukuvaana, hakukungiana kiakili, kiruhu, kinafsi. Sababu ndoa yataka itanganye ujudi wake wote. Kisha kuoana haitoshi kuoana mume na mke, zaoana familia. Familia ya mume yote na familia ya mke yote, wa karibu na wa mbali, hawa waoana wote kupitia ndoa ya vijana zao. Na hapa ndipo kunapopatikana ule mshikano wa kinini, wa kijamii, na kupanuka mapenzi na maelewano na mambo mengi. Suali ambayo ni mlango kuingia kwenye mada nyingine. Ikiwa mambo namna hii tulioyasikia jamani, nafasi ya ndoa katika Uislamu iko namna ile, malengo ya ndoa, hadithi tumezisikia, mpaka ukioga janaba tone moja la mai hubadilika likawa malaika, raka 2 kwa ibada ya usiku na mtana, na mpaka mwisho. Kwa nini leo na kabla ya leo na pengine baada ya leo, kwa nini ikawa bado hatujaona kitu hiki kupoa nafasi yake katika jamii zetu, hususan za Kiislamu? Kwa nini leo tutazunguka tuna barobaro wingi hawayaoa? Kwa nini leo tutazunguka tuna banati mpaka wa mahusiga katika majumba hawayaolewa? Ni kitu gani? Kwa sababu muktadhi iko, lazima tutafute mania. Unapotukua kibiriti ukakiwasha, ukatunda karatasi ukawasha, isiwake ile karatasi. Wana filosofia hukwambia muktadhi iko, yani sababu ya kuifanya karatasi iwake iko, lakini hebu tafuta kuna pingamizi gani kwenye karatasi ya zivili ya moto usiiwashe karatasi. Zile wauzia mkuu wa mawani wa ina urutuba, ndio kuigundua karatasi ni mai, pamoja na kwamba umeiwekea uti wa kibiriti chini, lakini karatasi haiwaki. Ufai kushuku kunena moto hauwashi tena, la, taratibu. Yani usitoke na msimamo kanena ni ajabu gani hii moto umekuwa hauwashi tena. La, moto huwasha, yani muktadhi wa kuwasha uko ni nini? Kuna mania. Na siku zote sababu hazifanyi kazi kuweko sababu, lazima ziondoshwe na pingamizi ndio sababu zipate kufanya kazi. Sasa sababu za kuoa mimi nafikiri ziko tele, ama hakuna sababu? Yatosha mtokoto wa kimaumbile ulioko kati ya kila mtu. Labda awe mtu ni nadira maridhi, tutamtoa sabuni, hako sawa, ubinadamu wake una upungufu, tusimtie hisabuni. Lakini yoyote ambaye kwamba ziungo zake hufanya kazi kama ziungo zingine, huyo muktadhi ya kuoa iko nini? Iko. Ukiongeza na aya za Qur'an, ukiongeza na hadithi, baada ya muktadhi tabii, yani sababu ya kimaumbile, kuna na muktadhi dini, kuna na sababu ya kinini, ya kidini. Na wao hutuambia sababu za kidini zina nguvu zaidi mara nyingine hata kushinda sababu za kinini, za kimaumbile katika kumsukuma mtu kufanya jambo. Sasa ikiwa kuna sababu zote hizi za kidini na za kimaumbile,
kwa nini hatuowi kwa kiwango ambacho kinachotakikana? Sineni kwa nini hatuowi? Alhamdulillah, harusi 3, 4, 5. Lakini kwa nini bado nafasi ya zawaji haijapoa kiasi hiki? Kuna pingamizi. Na pingamizi ni nyingi. Pengine nazo karibu ya 10. Lakini tajaribu kuzikusanya 2 kuziweka pamoja, ama zingine kuzitia chini ya nyingine ili tujaribu kukimbia. Kwanza, sababu ya kwanza inaozungumzwa kuhusu pingamizi au kizingiti mbele ya ndoa ni alfaqru walfaqa, umaskini. Sasa kwa utaitumia lugha yoyote kuieleza, yote ieleza, lakini natija tutafika kwenye nini? Umaskini. Tauliza wewe, jaribu utoka upate barabara utaowalini ustadhi bana, ngoja maisha yawe mazuri, yawe nini, tutaoa. Hiyo ni lugha nyingine kwamba mimi ni nani? Maskini, siamiliki. Kwa hivyo kuna sampuli nyingi za kuieleza sababu hii. Lakini suala ni hili, ni kila anaidai umaskini ndio unaomzibilia kuoa ni kweli? Au kwa lugha nyingine, ni umaskini upi wastahiki kuwa ni pingamizi ya mtu kuoa? Hapa ndipo tutataka tuwe na faraha katika kuambiana. Kuna sampuli zifuatazo. Kuna mtu ni maskini kikweli, ima hana kazi kabisa na hana uwezo wala ndia ya kutafutia kazi. Hana kazi na hana uwezo au ndia ya kutafutia nini? Kazi. Kwa sababu hata ukinena mimi ni maskini, sina kazi, na kazi ziko, na hutaki kuinua mkono kuzengea kazi, hujawa ni maskini kwa maana ya kunena mimi tangoje toa. Au anao kazi, lakini kazi yalo nayo, pato analolipata kupitia ile kazi halitoshi kuendesha maisha yake ya kawaida ya kindoa. Hatoweza kutukua majukumu ya kawaida na kariri ya kawaida ya kindoa, na mambo tutakuwa kuyafafanua mbele ya kawaida. Huyu ambaye ni maskini kweli kwa zipimo hizi nilozieleza, hatuwezi kumwambia nenda kaoe, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu amenena la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Huyu tutamwambia waliyasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Tumwambia tu Mwenyezi Mungu amekupa ni mtihani na una kibarua kigumu, kwa sababu ni maskini kweli, lakini na hisia yako ya matamaniwa yataka jihadi kubwa sana isikuangushe mahala pengine. Ndio Mwenyezi Mungu akwambia waliyasta'fif, ikinge. Yaani wejiandae, wateza kwenye mechi ni kuteza defend peke yake, hakuna kushambulia. Kwa hivyo ni kufanya nini? Ni kupokea tu. Ndio hiyo waliyasta'fifil ladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hiyo ni wasia wa kwanza, tutamwambia yeye. Wasia wa pili, tutaizungukia jamii, tuiambie jamii ni jukumu lako. Kama tuiambia jamii, hatuna dola hapa, hatuna dola ya Kiislamu, lakini kama alikuwa tuna dola ya Kiislamu pia yaingia hapa. Kwa hiyo hutubu tuiambia dola ya Kiislamu ikiwa tunayo. Ikiwa hatuna dola ya Kiislamu, tuiambia jamii ni jukumu lako jamii. Kama unavyofikiria kupambana na umaskini wa ndani ya tumbo,
Kama unavyofikiria kupambana na umaskini wa vazi la kuvaa, ni lazima ufikirie kupambana na umaskini wa ndaa ya kijinsia. Na kama unavyofikiria kuondosha ufukara ili usimfanye maskini akashindwa la kufanya akajepa, fikiria kuondosha ndaa ya jinsia ili usimfanye fukara akafikiria kujepa pia, ingawa majepo ya hapa ni tofauti na kujepa kule. Hapa ni mahala jamii na wazazi, na ndio utampata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, min haqqil waladi ala walidihi, haki ya kijana kwa babake thalatha. Mimi nafikiri mababa siku hizi haki hii wameifuta kweli tena. Leo alhamdulillah utasikia utaona wazazi upijana kuwalea watoto wao, kuwapa chakula, upijana kuwaelimisha watoto wao. Lakini ni nadira kupata wazazi kwamba wajua kwamba kama kwenda kumlipia fee skuli kijana, pia kuna masala ya kumuoza ni katika majukumu ya mzazi. Kwa maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, min haqqil waladi ala walidihi thalatha, ni mambo matatu: yuhsinu ismahu, mpe jina zuri; yuallimuhu alkitaba, mpe taaluma mzuri; yuzawijuhu idha balagha, muoze akibaligha. Ni haki ya wazazi. Hiyo tunaiambia wazazi. Jamii, Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia, man zawaja aziban, mwenye kumuoza barobaro mmoja, sio kwa mke mmoja tu, akafanya bidii akakusanya akazengia sadakati zake na nini, akaenda kumuoza, kana mimman yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah, basi huyo atoe shaka atakuwa ni katika wale watu watakao kuangaliwa na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Kwa maana ukiambiwa kuangaliwa na Mungu utajua wewe kuna nini hapo ndani. Si masala ya kuangaliana kwa mato yani ni kwamba wewe ukitia kwenye hisabu kwamba huya atakuwa ni katika wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu atawaangalia siku ya kiyama. Ni nani? Ni watu ambao wana nafasi si ya kawaida. Al-Imamu Ali alayhi salam atuambia, afdalu shafaat, kwenda huku na huku, hakuna shafaa mzuri kama mtu kwenda baina ya mwanamume na mwanamke kwa ajili ya kuwatangamanisha wao wale. Sasa mtu mimi kutongoza, la si msala kutongoza kuzini haya. Ni dini pia. Ikiwa umeona hawa watu watakana, huchana, hunini, kuna sababu kadhaa, waweza kuingia kati wewe ukaunda mazingira fulani mpaka ukaleta mawasiliano ili mpaka ukalifikisha lile jambo kwenye ndoa. Imam Ali alayhi salam kwambia hiyo ndio katika shafaa bora. Afdalu shafaati an tashfa'a baina ithnain fi nikahin hatta yajma'a Allahu bainahuma, ni uende kati ya watu wawili uwe kama tumi mpaka uhakikishe umewakusanya wameoana. Hiyo ni kazi bora sana umeifanya. Al-Imam al-Kadhim alayhi salam atuambia thalatha, watu watatu, yastadhilluna bidhilli arshillah, wajifunika kivuli cha Mwenyezi Mungu, cha arshi ya Mwenyezi Mungu, yaumal qiyama, siku ya kiyama, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambao kutakuwa hakuna kivuli. Na yua subhanallah, sio litakuwa namna gani? Ni nani watu watatu hao? Rajulun zawaja akhahu almuslim, ni mtu ambaye amemuoza nduye Muislamu, au akhdamahu, au amemfanyia bidii mpaka akapata kazi, yani akamjenga kiuchumi, au katamalahu sirran, au akamsitia siri yake. Hawa watu watatu Mwenyezi Mungu atawafunika na kivuli chake siku ya kiyama. Jamii yataka ielewe majukumu haya, kama tunavyofanya bidii kwenye miradi mengine ambayo pia nayo sineni haina umuhimu, lakini ni muhimu kupatikane miradi ya kuoza shababu, hususan wale ambao kwamba ni fukara.
Kisha ufukara wa tatu ni ufukara umezowekewa pingu na jamii, si ufukara. Kwa sababu ndoa kwa mujibu wa Kiislamu ilikuwa chatakikana kiwe ni kitu simple. Angalia ndoa za watu waliokuwa nazimu kutushinda sisi. Ndoa zilizofungwa zikaitikiwa mbinguni zilioanwa vipi? Lakini leo tuangalieni sisi tumefika wapi? Twaongeza tu, na kila siku huongezwa pia, na kila siku tukiamka asubuhi huongezwa pia. Tangu ilikuwa ukipeka kitu kikawa kitu mwisho kikabadilika, kitu kikawa mfanicha, kukawa kuna begi, kuna kadhaa. Haya mambo tutakuwa kuyaeleza kwa urefu. Mwenye nacho nafanye ni sunna. Tutakuwa tuna mlango sisi, ni sababu kubwa mtu kustarehesha familia yake. Unaweza kuanulia TV 2 3 kama unazo, fungulia tausia ala al-iyal kwa mwenye uwezo, ni katika thawabu. Sababu Uislamu utakiwa bakhili majumbani. Kwa hivyo at-tausia ala al-iyal kwa mwenye nazo ni katika ibada kubwa Mwenyezi Mungu ataka tufanye. Tuweza kuwafanya wale tuwe uzuri, lakini sharti tupimane zimo na tustabane kwa kila kitu. Kama katika kula kila mtu hula kwa sampuli yake. Leo sisi hapa sote tukitoka msikitini tukirudi majumbani, meza zetu za iftari zitakuwa sawa? Haziko sawa. Kuna meza itatoka hapa tukaenda kufuturu ina zaidi ya kitoweo 3. Kuna meza imetanganya kitoweo kimoja, kuna meza imeshindwa mpaka kutanganya kitoweo. Lakini sote hapa hatuiwani. Tuteka, tuzungumza, tufuatana. Leo pengine ukiingia nyumbani ukiona umekula sambusa, huwa pengine ukifikiria na kila mtu leo amekula sambusa. Kuna wengine pengine wamefuturu kwa sima. Kuna wengine pengine wamefuturu kwa uji. Kuna wengine pengine hawakupata mpango, wametosheka na kile cha kufungua madhini cha jumuiya cha msikitini. Wamekunwa mai yameisha hapo. Lakini pengine ukimwona huteka hana nini, maisha huenda. Kama vile tulivyokubali tumbo tusifanane katika kutia kulingana na daraja aliyotuweka Mungu, pia tukubali katika kuoa kila mmoja una uwezo wake. Si lazima tuweke kaida moja kwamba watu wote lazima wakioa waoe sampuli hii. Watu wote lazima wakioa lazima watoe fanicha sampuli hii. Watu wote wakioa lazima wapambe tena kupamba kuwe sampuli hii. Hizi pingu tunazozizidisha hizi ndio zimekuja kutujengea sisi ndoa. Ni mnyama mkubwa atisha, barobaro akimuona hubabaika, na akiizungukia nafsi yake ajiona yeye ni fakiri, na kulingana na zipimo yeye si fakiri lau atajua kwenda kulingana na uwezo wake. Kwa hivyo jamii isaidie wasoweza, jamii ipambane na mila na desturi ambazo hazina msingi. Na ni magumu haya mambo, hayawezi kuondoka hata kwa muhadhara mmoja hapa msikitini. Licha nyinyi mwambiao pengine hata mimi nao nyumbani, kesho ukifanywa harusi yatakuwa yale nao hapa, kwa sababu pingu za kimila na za kidesturi ni ngumu sana shekhe. Kuwatia mpaka mashehe. Wamsikia shekhe upija mayoe msikitini, kesho huolewa mane, utayaona yale yote yazungumza jamaa kwamba sasa ni yeye shekhe huyo pale huwa mahala pangine. Pale huwa mahala pengine, washikao usukani huwa wengine. Leo uambiwa utapanga huko msikitini tena kuoza na kadhi nani, lakini hapa nyumbani kutapikwa nini, kutaandrawa kombe, wawe huna khiari tena pale. Lazima ndizo pingu za kijamii zimetanganya sute wanazuoni na wasosoma wenye nini. Kwa hivyo nzita sharti tuzitangilie. Na mara nyingi huwa sisi wanaume tukianzisha zita hizi huambiwa mbagumu, hatutaki kutoa senti. Sasa nafikiri pia tuna haja ya kuunda wai kwa wanawake wenyewe, kuanze haraka kwa wanawake ambao nafikiri itasaidia kiasi kikubwa sana wakianza wao wenyewe. Maana leo ukiwa mwanamume ataketi kwenye jukwaa afanye kampeni ya kuoa wake 4, mtabu kukubalika. Kwa sababu kila mwamba ngoma huvutia upande wake.
Lakini leo lau kutasimama mwanamke ambaye atauelewa Uislamu, ajaribu kueleza nini dharura ya kuoa zaidi ya mwanamke mmoja kwa anayehitaji, na kukihitajika si kila mtu, kwa anayehitaji, na vipi faida zake na vipi haki za mwanamke zaweza kupatana, sauti yake itasikika zaidi kuliko yao idarusi hapa akianza kupiga debe masala ya kuoa zaidi ya mke mmoja, pengine mambo yatanishambulia mimi nyumbani. Kwa itabidi niunde ngome ya kisasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia katika kushikana mikono kupambana na matatizo haya na kuyatatua ili tuiregeshe ndoa katika nafasi yake. Hiyo ni pingamizi moja, inshallah nyingine tutaendelea nazo kesho. Kuna suala la jana, kuna mengine yamekuja leo lakini nitayakhirisha kesho. Na ni mengi mengine. Katika masuala niliyopata yana, japokuwa yana alaka na ndoa, yana alaka na saumu. Katika masala ya ghuslul janaba, jana nilizungumza masala ya kwamba mume na mke wakiingiliana wakioga janaba na zile fadhila za kuoga janaba. Kuna masala ya ibada ya saumu. Je, aweza mtu kuingia akiwa na janaba? Sitoiwa kwamba uwezi kuswali ukiwa na janaba, wala ukiwa huna udhu. Lazima uwe na tahara na udhu, na ukiwa una janaba uoge ndio uweze kuingia kwenye ibada ya swala. Sasa mwenye kuuliza auliza kwamba mathalan mtu usiku amejimai usiku wa Ramadhani na hufaa, uhilla lakumur rafathu lailata siyami, uhilla lakumur rafathu ila nisaikum lailata siyami. Mwenyezi anatuambia kulani munwe usiku atumiani, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad. Sasa mtu mathalan amemwingilia mkeo au amepatikana na janaba kwa njia yoyote ile itakayokuwa, aweza akalala na janaba lake mpaka kapambaukiwa asubuhi na akaingia kwenye saumu. Swala liko hapo. Nafikiri swala hili kuna ikhtilafu za kimadhahabi, na nitalijibu kulingana na madhahabi, na kila mmoja ataangalia yeye pale alipo. Kulingana na madhhabi ya Imamia, yani madhhabi ya Kishia, huwezi kuingia kwenye saumu na janaba. Huwezi kuingia kwenye saumu. Ni lazima uoge kabla ya alfajiri, yani kabla ya kuanza wakati wa saumu uoge, ili uanze saumu bila janaba. Naam, kuna janaba fulani inaweza kusamehewa. Mfano, umekula daku saa 7 usiku, saa 8 umelala, ukishtuka saa 2 asubuhi umepatwa na ihtilam, yani umeota. Shtuka saa 2 asubuhi, saa 3 wewe umeota, umeona nafsi yako ni mujni, una janaba. Ushaanza saumu kwa masaa kadhaa, haidhuru saumu yako, kwa sababu kile ni kitu kimekuingilia bila ya uamuzi na bila ya kutaka kwako. Katika madhhabi ya ahli sunna, na hasa nikizungumza upande wa al-Imam Shafi'i ili nisizungumze kwa sababu sina hakika upande mwingine wa madhhabi wote, tunazungumza ahli sunna tuzungumza kwa upana sana, Abu Hanifa nani, ni zaidi nitabase kwa Imam Shafi'i. Hakuna madhara kuingia katika saumu na janaba. Ifahamike vizuri jamaa, si kuingilia. Watu wasifahamu makosa kwamba kutoka mtana. Kuna tofauti kwa tukizungumza masala ya mtana wa Ramadhani kufanya jimaa, na masala ya kulala na janaba la usiku kuingia nalo kwenye mtana wa Ramadhani. Yawe wazi mambo hayo barabara, sawa? Kwa hivyo ni tofauti. Kwa sisi Imamia huwezi kuingia kwenye, na ukiingia talipa saumu na kuna kafara mzito sana inaweza kukufuata nyuma. Wengine hata saa nyingine ikakupeka kwenye siamu shahraini mutatabi'ain. Ala kulli hal ni mzito. Vitu kama hizi zatakana maelezo zaidi kulingana na mambo ya fiqhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Kuna na wagonjwa wameomba dua, inshallah tutasema baada ya mashahada na Fatiha kwa mbele. لا إله إلا الله رب العالمين، لا إله إلا الله رب العالمين.